Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ripoti tuliokuwa nayo kwa leo ni kwamba Marekani si mshirika wa kuaminika kwa nchi za Kiarabu zaidi kuliko Israel. Katika kipindi cha vita vya siku 40 ambapo Marekani na Israel ziliungana kwa pamoja kuishambulia Iran, ni wakati ambapo tathmini za wazi zilionyesha kwamba Marekani si mshirika wa kuaminika kwa Waarabu katika eneo hilo la Mashariki ya Kati zaidi kuliko Israel. Vita vilipoanzishwa na Marekani na utawala wa Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vimekuwa na matokeo muhimu katika eneo la Asia Magharibi na hasa Ghuba ya Uajemi. Moja ya matokeo muhimu ya vita hivyo ni kuthibitika kwamba Marekani si mshirika wa kutegemewa na nchi za Kiarabu za eneo hilo. Suali linaloulizwa ni kwa sababu gani na ni kutokana na mwenendo wa hatua gani Marekani imethibitisha kuwa si mshirika wa kutegemewa na nchi za Kiarabu. Sababu ya kwanza ni kuzifanya nchi za Kiarabu zipoteze imani kwa Marekani ni kutokana na namna nchi hiyo ilivyoling'ang'ania na kulishupalia suala la kuhami na kulinda utawala wa Israel na si vinginevyo. Marekani imethibitisha kuwa kipaumbele chake cha kwanza katika sera ya Mashariki ya Kati ni kuhakikisha usalama na kudhamini maslahi ya Israel kuliko nchi yoyote. Rais huyo wa Marekani alitangaza hivi majuzi kuwa haijalishi kama watu wanaichukia Israel au la, muhimu ni kwamba Israel ni mwitifaki wa Marekani. Katika vita vilivyoanzishwa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, nchi za Kiarabu nazo pia zilipata madhara na hasara kubwa, lakini kipaumbele cha Washington kimekuwa ni kulinda na kudhamini maslahi ya Tel Aviv. Wakati makombora ya Iran yakimiminika katika mataifa ya Kiarabu na kukosa ulinzi ulio imara wa kulinda anga lake, Israel ilikuwa ikilindwa kwa namna moja ama nyingine. Aina ya mifumo ya ulinzi wa anga mingi ilipelekwa katika taifa la Israel, mfumo wa THAAD, lakini pia makombora ya Patriot ya kuzuia makombora ya Iran yalipelekwa huko Tel Aviv kuliko ilivyo kwa mataifa ya Kiarabu. Hata hivyo, kuzifanya nchi za Kiarabu zipoteze imani kwa Marekani ni kuwa kinyume na ilivyodaiwa. Vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyowekwa katika nchi hizo havijahakikishiwa usalama mataifa hayo ya Kiarabu, bali vimehatarisha amani na usalama wao. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilieleza bayana wakati wa vita vya hivi karibuni kwamba inaheshimu umoja wa ardhi za Kiarabu, lakini Marekani inazitumia ardhi hizo kufanyia mashambulio yake dhidi ya Iran. Kwa sababu hiyo, wachambuzi wengi wameeleza kuwa upo uwezekano wa nchi hizo za Kiarabu kufikiria upya suala la kuweka rehani usalama wao kwa Marekani. Sababu ya tatu inahusiana na yaliyojiri wakati wa urais wa Joe Biden nchini Marekani. Wakati Biden alipoingia madarakani, alizidisha mashinikizo ya ukosoaji kwa Saudi Arabia katika suala la haki za binadamu na hata akamweka kwenye mtanziko mkubwa wa kisiasa kwenye uga wa kimataifa Mohammed bin Salman, mrithi wa ufalme wa nchi hiyo. Lakini moto wa mtazamo huo wa serikali ya Biden kuhusiana na Saudi Arabia na bin Salman ulikuja kupoa pale tu Marekani ilipojiona ina uhitaji wa mafuta ya Saudi Arabia kwa sababu ya vita vya Ukraine. Tukio hilo nalo pia lilionyesha kuwa nchi za Kiarabu si washirika halisi wa Marekani na kwamba Washington inazichukulia kama nyenzo tu na kuzitumia kimaslahi nchi hizo. Vita vya Gaza pia vilizidisha hali ya kuzifanya nchi za Kiarabu zisiwe na imani na Marekani, kwa sababu kwa upande mmoja Washington iliunga mkono kwa hali na mali na kwa nguvu zote jinai za Wazayuni dhidi ya watu wa Gaza Waarabu, na kwa upande mwingine Donald Trump, rais wa Marekani, alifikia hadi hata kupendekeza ardhi za baadhi ya nchi za Kiarabu zitumike kwa ajili ya kuwapatia makazi wa Palestina na kuunda nchi yao ya Palestina, kwa maana kuwanyang'anya Waarabu eneo lingine kwa sababu ya Israel kulitoa eneo la Palestina ikiwa ni pamoja na ukanda wa Gaza. Lakini nukta ya hitimisho ni kwamba upotezaji wa imani unaongezeka kwa nchi za Kiarabu kwa Marekani unaweza kuwa sababu ya kuzifanya nchi hizo ziamue kustawisha zaidi uhusiano wao na madola hasimu na washindani wa Marekani, hususan China, na kulitumia suala la kuwa na uhusiano wa kimkakati na nchi hiyo na Urusi kama ishara ya kujitegemea na kuwa huru kimaamuzi, sambamba na kujivunia na utegemezi zilionao kwa Washington. Hitimisho kuhusu ripoti hii ni kwamba Marekani inachokitaka ni maslahi yake tu yatimie, lakini bila kuangalia maslahi ya wengine. Wakati ambapo nchi za Kiarabu zinahitaji umoja zaidi, ni Marekani ambayo inaenda kutengeneza na kuharibu umoja huo. Nchi za Ghuba ni miongoni mwa mataifa ambayo yamekuwa na rasilimali kubwa ya mafuta, na ndicho ambacho rais wa Marekani Donald Trump anakihitaji katika mataifa hayo.
huku akitengeneza ngome nyingi za ulinzi, lakini ngome hizo zilijengwa kwa ajili ya kuikabili Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.